Tujielimishe, maarifa yanayobadilisha maisha. Naam, mtazamaji wa Tujielimishe, karibu sana katika jukwaa ambapo tunajielimisha kuhusu masuala mengi sana, ikiwemo masuala ya afya, masuala ya siasa na masuala mengi sana. Na leo basi tutakuwa tunaweza kuangazia masuala ya uchaguzi, maanake hivi majuzi basi kuna kalenda ambayo imeweza kutolewa na IEBC, na siko peke yangu kama unavyoona, basi na afisa kutoka pale katika tume ya uchaguzi na mipaka IEBC. Karibu sana. Salama sana. Asante ndugu. Naam, labda kujitambulisha Bwana VC. Yes, VC, yeah. Lakini kwa serikali wananiita nyongeza. VC ni ya kutafutia unga mjini tu. Okay. Karibu. Hamna neno. Assalamu alaikum watazamaji wa Amaica Radio. Mimi naitwa Boniface Kamamos, afisa wa uchaguzi. Nafanya kazi katika eneo bunge la Navakholo. Kwa hivyo nashukuru sana kwa mwaliko wenu na asante kwa ajili ya kipindi. Labda afisa, manake kuna timetable imetoka na nimekuwa najaribu kupitia, wanasema kwamba kupumzika ni mbinguni, na nadhani kwamba hilo linafanyika sana kwa wale maafisa wa IEBC. Lakini leo basi nimetaka tuweze kumwelimisha ule mtazamaji hasa kuhusiana na ile timetable in summary. What are some of the events ambazo ziko pale ndani? Asante sana Bwana VC. Ni kwamba kwa ajili ya mtazamaji ni kwamba katika utendakazi wa tume tunachukua mfumo wa mviringo. Kwa pale ambapo unapochora mviringo unaona ni sako, ambapo kwa hali ya kawaida ni kwamba unaona kwamba hakuna mwanzo, hakuna mwisho. Kwa hivyo inamaanisha kazi yetu ya tume ni kazi ambayo huwa tunafanya kila uchao. Kwa hivyo na katika kuangazia mviringo huo wa utendakazi ni kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo tunafanya kabla ya uchaguzi, katika kipindi cha uchaguzi na bila shaka baada ya uchaguzi. Kwa hivyo tumegawa mviringo huo katika sehemu tatu. Katika kipindi ambacho tumo sasa hivi, tumo katika kipindi cha kabla ya uchaguzi. Kabla ya uchaguzi. Na bila shaka niwaambie fika kwamba tuko na chini ya mwaka mmoja sasa kuelekea katika uchaguzi. Na wanaojipanga tayari sasa wanaanza kupiga jaramba, wakijua kwamba wakati sasa wa ukoka kualika maua unafika. Kwa hivyo tuko na chini ya mwaka mmoja. Tayari uchaguzi ni tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Kwa hivyo nitazamia moja kwa moja katika kipindi kama maandalizi na katika ratiba ya mambo. Nitaita ratiba ya mambo kwa namna ambavyo shughuli zetu tumeweza kupangika, na sitaweza kuguzia zote kwa sababu kuna zile ambazo ni administrative bila shaka, japo nitaguzia chache ambazo ni zina administrative timelines ambazo pengine zinahitaji kwamba sisi wote tumakinike. Lakini jambo la mno, kuna zile ambazo ni statutory timelines ambazo kwa namna ambavyo zimeelezwa katika katiba ambazo hatuwezi tukaweza kuweza kuenda kando na namna ambavyo inaelezwa. Kwa hivyo kinyume ya hayo ni kwamba tutakuwa tunasababisha mambo ambayo yanaitwa katika lugha ya ung'eng'e constitutional crisis. Kwa hivyo nitaguzia jambo la kwanza ambalo ni swala ambalo tungependa zaidi wale ambao ni waniaji waanza kulizamia. Kuna swala hili la election financing, election campaign financing regulations. Kwa hivyo katika ratiba yetu tulikuwa na siku ya makataa ambayo ilihitajika kwamba kufikia tarehe hiyo huwa kwamba tumeweka katika Kenya Gazette mambo ambayo yanahusiana na campaign financing. Yani pesa ambazo zitatumika katika campaign, asili ya fedha hizo na namna ambavyo vitaweza kufanya nini kutumika. Kwa hivyo tulikuwa na tarehe 16 Juni hadi tarehe 8 August kuweza kutekeleza mambo ya kuweza kufanya gazettement. So tumefanya public participation kuhusiana na expenditures na mambo ya kuweza kutekeleza mambo ya campaigns, na tayari imeweza kuchapishwa regulations za tayari zimetokea. Na kwa ajili ya 2027 ni kwamba tayari zile regulations ziko pale. Tunaaji tu kwamba wale candidates wetu na washikadau wote waanze kujifamiliarize ili wajue mambo ambayo
yanahitajika. Usema sasa hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza ambayo ilikuwa inakamilika tarehe 8. Tumeshafanya tarehe 8. Japo kwamba kuna baadhi ya mambo pia ambayo kuna overlap. Kuna zile ambazo tulianza mwanzo. Sababu nimekuambia ni mviringo. Hakuna kupumzika. Kwa mfano mwanzo kabisa. Wakati tulipata commissioners tulianza registration of voters. Ambapo tumefanya katika awamu mbili. Tumefanya ile ambayo inaitwa CVR katika ofisi na tumefanya pia ile decentralization kwa awamu ya kwanza CVR ambapo pale uliona clerks wetu walikuja nyanjani walikuwa wanafanya registration. So natumai mchakato huu wote unaanza na registration. Register of voters. Na saizi ukienda katika afisi zetu katika county yetu ya Kakamega, maeneo ya Vihiga, kule Bungoma, Trans Nzoia, Uasin Gishu, kila mahali eneo nzima la Kenya ni kwamba registration inafanyika katika afisi. So tuna katika ratiba tumeratibu kwamba tarehe 11 Januari mwaka ujao tutaingia katika ile awamu ya pili ya kuweza kusajili wapigaji kura. Hiyo ni tarehe 11 Januari. Itakuwa ni siku ya Jumatatu ama Jumanne pale. Hizo ni zile ambazo tunasema ni outreach program. Katika mpangilio katika tume yetu ya uchaguzi sahizi. Ni tume ambayo inataka kuhakikisha kwamba maslahi ya customer, maslahi ya raia, maslahi ya mpigaji kura yanatimia. Kwa hivyo tunajaribu kuwa as much facilitative as possible. Tunajua kwamba kuna wale kina mama ambao kwa namna moja ama nyingine pengine wana zile safari za mbali za kuja kutravel kutoka mashinani kuingia katika afisi zetu kidogo zinawalemea. Kuna walemavu, pia kuna wale ambao ni wagonjwa. Sasa katika kipindi hicho ni kwamba clerks wetu, maafisa wetu na hata sisi wengine utatuona nyanjani. Tutakuwa tunaingia kabisa kama ni kwenye kitanda ya yule mpigaji kura, tunamuuliza habari zake ambazo wanahitaji, kama ni kujisajili na kadhalika, hiyo tunafanya. Mnakwenda kule katika chumba cha kina mama kujifungua kabisa. Itakuwa ni outreach program. Hiyo itakuwa ni ECVR 2. So bila shaka washikadau makinike kwamba tume imeratibu tarehe 11 Januari mwaka ujao. Alafu swala lingine ni kwamba kuna wale ambao wanahitaji kuwania viti mbalimbali, nyadhifa mbalimbali. Hawa ni aspirants. Aspirants sasa. So hawa ni aspirants. Hawajafikia level ya kuita candidate. Ingawa sisi wanajipandisha madaraka. Utajuaje kwamba utakuwa candidate? So lazima uwe umepitia kichungi fulani ndio uitwe nani? Candidate. So hapa tunaweza tumia neno aspirant. Wawaniaji. So pale kufikia Februari. So kuna wale ambao ni wanadhibiti nyadhifa za umma. Public officers. Public officers. Kwa mfano kama ni mfanyakazi wa serikali, mwalimu, daktari, afisa wa polisi na kadhalika. Kwa hivyo wanahitaji kwamba sheria katika Election Act inaelezea kwamba wale ambao wanahitaji zile nyadhifa lazima wasiwe katika vyeo vya serikali kipindi cha miaka 6. Isizidi miezi 6. Isizidi miezi 6. Kwa hivyo ukipiga hesabu zako za kuongeza na kuondoa, mwezi wa 8 ondoa 6, unarudi mwezi wa pili. Mwezi wa pili, that is next year. Next year mwezi wa pili. Sasa kwa sababu tarehe ya uchaguzi ni tarehe 10, tarehe 10 basi ndio tunarudi tarehe 9 Februari. So pale masuala ya resignation iwe imefanyika. So wale ambao wanawania basi pale lazima mmakinike. Kuna iwapo utafanya basi hili ni timeline ambalo sheria ndio inasema. Na sasa mtajuaje kwamba sija resign ama kuna document labda nitaleta kule? Sasa jambo ambalo huwa tunafanya ni kwamba wakati unakuja kupika forms, kuna habari za kimsingi ambazo moja tunakudadisi, pili tunakupea zile fomu unazijaza. Alafu pia kuna masuala ya EACC na kadhalika. Pia tutajua kuna katika dadisi zetu kupitia kwa stakabadhi mbalimbali
tutajua kwamba wewe ni pengine umekuwa ukihudumu katika wadhifa fulani. Kwa hivyo wewe iwapo utakuwa unahudumu katika wadhifa huo, basi tutakuuliza kwamba wapi resignation yako. Na labda kuna jamaa amesema mimi sitaki kuresign, wacha niombe kalibu peke yake. So kuna wale wa jamaa ambao wanajaribu wanabuni mbinu mbalimbali. Wamekuwa creative. Very creative. Wengine hata wako na wanaunda leaves ambazo ni unpaid leaves. So ikawa kwamba anakuja anajiwasilisha. So kuna wale jamaa. So kwa hivyo sisi jambo la kimsingi ni kuhakikisha tu kwamba kwa ile habari zingine ndio unazaenda ficha but zile habari za kimsingi tukigundua kwamba wewe ni public officer lazima utuonyeshe kwamba idhibati kwamba you are not in active service na sana pengine through notices to your employer kwamba sasa unajua wakati mambo ya leaves iko na sheria zake. Bila shaka wakati kwa mfano katika tume ya katika TSC kuna leaves ambazo ziko na bonding. Bila shaka. Alafu kuna leaves ambazo hazina bonding. Yaani hizi leaves ni zile ambazo zinaashiria kwamba niko naenda kusoma miaka miwili, baada ya miaka miwili mimi ningali mmoja wenu, na zingine ambazo ziko wazi. Kwa hivyo tutatathmini stakabadhi ambazo ameweza kuwasilisha. Lakini jambo la mno ni kwamba ukiwa public officer una hadi tarehe 9 mwezi wa pili kupata uwe umeresign. So baada ya your resignation sasa tunaingia katika kuangalia sasa mambo ya political parties. Masuala ya vyama sasa. So kuna katika uaniaji kuna aina mbili ya uaniaji. Kuna wale waaniaji huru, alafu kuna wale independent candidates. Alafu kuna wale ambao ni waaniaji wa vyama. So unaona kwamba wale wa vyama sana control yao iko katika wale maafisa wa vyama. Lakini kwa sababu pia ni washikadau, ni vizuri ili wanapojipanga waanze kujilainisha, wajue kwamba ni vyama gani wanaweza kuvichagua na yapi ambao wanahitaji kujiandaa. So wana makataa yao. Makataa inamaanisha kufikia. Yani kifikia tarehe kufikia hiyo tarehe. Kama ni kusimama na chama fulani, nikuwe niko ndani. Uwe ndani. Kama ni independent, uwe pale. Sasa kufikia tarehe 9, tarehe 16 mwezi wa 3. Ni kwamba sajili register ile ya chama au ya sajili ya vyama. Register hiyo iwe imefikia tume ya uchaguzi. Na wengi watakuja kujiuliza kwa nini? Ina umuhimu mkubwa sana. Kwanza chama ni watu. Bila shaka. Chama ni wanachama. Na wewe unawania kama mwanachama. Je, tutadhibitisha vipi kwamba wewe ni mwanachama? Ni kupitia kwenye sajili. Yani ina maana kwamba kuna mtu ako na chama na mwenyewe si mwanachama. Mwingine anaweza ni kama tu mwenda wazimu. Anapoenda mahali na kuona gorofa kubwa, anaanza kusema hii ni gorofa yangu. Ukiambiwa leta hati za umiliki, hataweza kudhibitisha. Kwa hivyo ile sajili ni kama hati miliki. Unaposema wewe hii ni gorofa yako, basi tunaweza kuangalia kwenye stakabadhi tukagundua kwamba kweli ni member awe ni member. Alafu pia katika ile candidate registration kuna wale ambao wanaitwa ni proposer na seconder. Wale proposers na seconder pia wawe ni wana chama. Proposer na seconder ni yule ambaye anasema mimi na propose bwana VC kuwa ni mgombeaji. Na ule mwingine anasema namtambua, I support, na msecond wawe ni wanachama. Sasa kufikia pale tayari chama ina wanachama watatu. Wanachama watatu. Na sasa iwe ni mmoja, wawe wawili, register ndio itatuambia. Na pia wawe ni wapigaji kura. Wawe pia wasi wanachama tu, wawe pia wapigaji kura. Alafu kufikia siku ya makataa hiyo, wakati wanawasilisha kwa ile sajili wa wanachama, pia wawasilishe hiyo tarehe 16 tu. Wawasilishe pia wale wawaniaji, wale wana nia
ya kufanya nini, wanaonuia kuwania kwenye vyama hivyo. Yeah. So tayari vyama vimejiandaa, na nikwambie bwana Visi, hawa wajamaa walali wanasema wewe ukidhani umerauka kuna waliokesha. Kuna waliokesha. Wewe unadhani umerauka, kuna waliokesha. So tayari unaona vyama fulani tayari walitaja kwamba nomination fees au ukitaka kuwania katika president katika viti fulani hii ndio fee. Tayari wanajipanga. Inamaanisha tayari sisi tukishatoa timeline tayari wataanza kupiga firimbi. Watapiga nini? Mbiu. Watapuliza kipenga kwa wale ambao wanahitaji kuwania katika vyama hivyo, wafanye namna gani, waanze kuwasilisha maombi yao. So yote tarehe 16 wanapotupa kama tume ya uchaguzi sajili na pia watupe wawaniaji. Swala lenye umuhimu. So hiyo ni tarehe 16 Machi. Alafu tunaingia sasa Mei. Mwezi Mei. Mei sasa tunazungumzia independent candidates. So tumeongelea wanavyama. So hapa hivi tuna wale wawaniaji huru. So hawa wawaniaji huru ni wale ambao sasa aidha unajua tumetanguliza vyama. Tukijua namna gani labda kuna kamchujo. Kuna mchujo ambayo jamaa hakuridhika kwa namna yake ama kwa hekima yake, akaona sasa na hajaridhika. Na bila shaka wa siasa kuridhika lazima tutimize hata kama ni kwa giza. Wanasema liwalo. Sasa jamaa pale aliwania kwenye chama na akaona kwamba chama haijamtendea haki. Na sasa anafanya namna gani? Anataka kuwania kama independent candidate. Umeona kipindi cha mwezi moja mbili inalao huyu jamaa kuresign. Na hata kama hakuwa kwa vyama tunasema kwamba kufikia Mei tarehe 9 huyu jamaa independent candidates awe amewasilisha jina yake kwa IEBC na symbol yake. So inamaanisha siku ya makataa ndugu, inamaanisha uongozi mpaka hiyo tarehe itimie. Unajiandaa hapa nyuma. Safari ya kesho uanza leo. Na msafiri ni yule aliye bandarini. Na wanasema kwenye msafara wa mamba uwezi ukakosa Burukenge. Yaani wale ambao hawatimizi timeline Burukenge wako pale. Katika msafara wa siafu unaona chungu pia na wako ndani pia. Sasa wale ni wale hawajiandai. Hawajui timeline zetu. Kwa hivyo ndio sababu tuko tunawaelimisha. Tunasema kufikia hiyo tarehe 9 Mei. Wale jamaa wasiongoje hiyo tarehe. Tayari watakuwa wamepitia katika ile ORPP, wamewasilisha stakabadhi zao, hizo party symbols zao, proposal na yale, na tayari wamekuwa clear. So tarehe hiyo wanawasilisha kwenye tume ya uchaguzi. Alafu sasa kufikia hiyo tarehe 9 unapowasilisha inamaanisha nini? Wewe si mwanachama. Inamaanisha ni siku ya makataa pia. Kwa yule ambaye alikuwa kwenye chama awe amejiusulu, ametoka katika chama. Na sasa unajua nini? Ile party membership register. So atakuja atadhibitisha, ndio tutajua alikuwa nia vyama. But sasa unajua lazima uondolewe kwenye sajili. Asikuwe ni member kule. Asikuwe member kule. So atakuja athibitishe kwamba yeye si mwenye member wa chama. Katika katika clearance zetu tutaona kwa it's one of the items ambazo tunaangalia kwamba huyu ni independent candidates. Ndio ameleta signatures, amejaza forms ambazo zinahitajika. Huyu jamaa sasa hayuko kwenye chama. Hayuko kwenye chama. Kwa hivyo hadi hiyo tarehe kufanya namna gani kuweza kujisulu. Alafu sasa ambalo linafuata sasa baada ya kwa wale jamaa kuresign nini, sasa kuna ile mchujo. Tunasema kwamba kuna wale kama tu katika kidesturi. Kuna wale vyama ambavyo wako very fast katika kufanya primaries yao. Kuna wale ambao wanafanya polepole na pia wana mbinu zao, kwa sababu vyama vina internal process. Wenyewe wanafanya chenye wanafanya. Kuna wengine ambao wanaendelea kwenye mchujo, wengine wanaenda direct, wanapatia mtu direct. Wapo katiba yao inaruhusu, ni sawa. Alafu pia kuna ORPP ambayo sana ina regulate mambo ya political parties. Lakini jambo la kimsingi tunasema kufikia Mei hiyo 9 wale
mambo yote ya disputes ambazo zinaweza kuwa imearise kutoka mizozo namna gani, iwe imeweza kufanya namna gani, imeweza kutatuliwa. Alafu sasa sisi tarehe 29 which is very important, tarehe 29 tarehe 29 Mei hadi Juni tarehe 11 kuna ile sasa ile clearance. So tunataka toza hapo hivi ni kama ni kutranslate a boy into a man. Sasa sasa no ile sasa tunaongelea kuhusu candidates registration. Tunataka huyu jamaa sasa asikue mwaniaji bali ni sijui mgombeaji. Sio tu ambaye anahitaji candidate, sasa ndiye anakuwa candidate. Anaitwa candidate. Ile sasa wanakuja kwenye afisi ya wanakuja sasa kabisa. So kuna vile tunafanya but tarehe hiyo tarehe 29 mpaka tarehe 11 June tunajishughulisha na mambo ya candidates registration. So hapo sasa niguzie tu jambo. Kuna ile sasa tulikuwa tunasema the electoral code of conduct. Electoral code of conduct. Mambo ya kujiendesha, mambo ya Election Offences Act. Ile ya 2016 tunaanza sasa kuenforce pale. Kwa sababu sasa tunajua huyu sasa ni wetu. Yule jamaa tunaweza yule hatuwezi atunge mdhibiti kwa sababu sio candidate. Hivi sasa ina maana kwamba amwezi mkwadhibiti mpaka ile wakati amekuwa clear. Lakini tumepata maoni kutoka kwa washikadau wengi na pia kama tume tungependa kwamba tudhibiti masuala ya uchaguzi ili ndugu yangu isikue kwamba kwa sababu mtu sio candidate ana commit offense ambayo inahusiana na mambo ya election offenses na achilie bure. Kwanza niguzie kwa ajili ya watazamaji kwamba mambo ya election offenses saa hizi kuna washikadau wengine ODPP ndio saa hizi inachunguza mambo ya election offenses. Saa zingine mnaweza ona early campaigns, saa zingine mnaweza ona watu wa kila mlungula mkaanza kupoint fingers ukasema tume ya uchaguzi haifanyi. Saa zingine sheria imetufunga mikono. Maana ukiangalia sasa hivi campaigns zinapigwa. Wajamaa wanaminwa kitu unapata jeuri kwa giza watu kumi wamesimama kwa kona. So wajamaa wanasema is full of bribery and etc. So there is ODPP. Alafu pia kuna watu wanao kuna pia EACC. Kwa hivyo kama una evidence ya early mambo ya election offense zile za mapema, alafu kuna wale ambao wanaingiza katika early campaigns na pia in the process wanapigana, bila shaka kuna police pia gunism na kadhalika. So IBC does not work in isolation. But as a time yetu sasa ya kuenforce the electoral code of conduct kwa kisheria saizi ni wakati huo sasa tumesajili hao watu sasa wamekuwa wapigaji. Wakisha kupatia certificate sasa lazima akwende. Sasa jamaa aende na sheria na tuko na kamati ya kuenforce hiyo. So nini sasa hivi tukishafanya clearance kuna zile disputes zinaweza kuwa rise kutokana na nini na registration. Kwa mfano wewe pengine sisi tunajua bila shaka kwamba hujatimiza baadhi ya maswala fulani mahitaji fulani kulingana na sheria yetu ya kufanya clearance. Lakini wewe kwa mfano hata times zile za kuapia before the panel ziko stipulated into law. Na wewe unakuja kwa wakati ambao na kwa bahati nzuri bahati mbaya tusiku clear. Na wewe unaona kuna pengine au kutendewa haki. Kuna nini unaruhusu ya kuweza ruhusa ya kufanya namna gani kulodge complaint yako kwa tume na utasikizwa. Kuna kamati ambayo ni huru itakusikiza. Unapeleka malalamishi yako wataangalia. Wataona kama kuna uzito basi wale wa maafisa watapewa watapewa mwelekeo, wataambiwa msajili msajili. Kwa hivyo hiyo kuna deadline ya kuweza kusikiza mambo hiyo disputes zile umelodge na ziwe namna gani tarehe 12 hiyo June. So hizo ni very important. Sasa tunaingia katika kipindi sasa cha campaign period. Najua kwamba hapo sasa ndio watu wengi wamekuwa wanaanza kwa makini sasa. Campaign period. So katika campaign period campaign yetu inaanza tarehe Mei tarehe 29 mpaka August 7. Hiyo ni 2027. May 29 mpaka August
2027. Unaona ni kipindi cha karibu miezi mitatu. Miezi mitatu sasa kampeni. Hapo sasa pale ni wakati sasa ya kujua mbichi na mbivu. Wakati ule sasa bunge lishavunjwa kitambo. Sasa hapo hivi ni kipindi cha kampeni. So katika kipindi cha campaign tunahitaji kuna enforcement ya code of conduct. Kuna namna ambavyo candidates na wale pia wapigaji kura na maafisa wa uchaguzi pia wanahitaji kujiendesha. Kuna namna ambavyo unahitaji kujiendesha. So katika kipindi hicho kuna vitu vinaitwa campaign schedules. Ni ratiba ya wagombeaji kwa namna ambavyo watakuwa wanaenda kuuza sera. Sasa IEBC bado ndio inapanga. Sasa pale tuko na udhibiti. Hawatafanya tu kampeni ovyo ovyo. Hautafanya kampeni ovyo ovyo. Tutakuwa na pre-election campaign briefing. Yaani kabla ya kufanya zile campaigns tayari tutakuwa tumewabrief. Mmetuletea schedule zenu, ratiba zenu, tumewasomea sheria na bila shaka hawa jamaa tayari huwa wanajua sheria ili kuavoid mambo ya migongano na kadhalika. Kazi ya tume ni kuhakikisha kwamba mambo ya campaigns zinaendeshwa katika environment ambayo ina utulivu. Na tunafanya hivyo, tunatekeleza hiyo kwa kuweza kushirikiana na washikadau wengine. Kwa mfano tunashirikiana na polisi, EACC, ORPP na wengine observers, media, mko ndani pale. Bila shaka. Macho yote yanaangalia kwenye uchaguzi. Kwa hivyo katika kipindi hicho tutafanya katika halafu kuna kipindi fulani 48 hours sasa to the general elections. Maana kiangalia kuna allowance pale kidogo. So 48 hours sasa ikiwa imesalia masaa 48 kufikia sasa siku ya uchaguzi, campaigns zote zinafungwa sasa. Wakati zimefungwa pale bado kuna majamaa usiku wanakimbia wanapiga kampeni. IEBC tumeweza kuwapata. Hatua gani zinachukua? Sasa hatua zenye tunawachukulia ni kwamba watakuwa wamebridge the electoral code of conduct. Kwa sababu wameenda kinyume. Campaigns ilitakana stop 48 hours. Lakini huyu anaendelea kucampaign mpaka ile period, kipindi ambacho inaelekea katika uchaguzi. Katika kipindi hicho ambapo tumestop campaign, wale wawaniaji zile posters ambazo wametundika kila mahali, hicho ndio kipindi wanatakana wa pull down hizo posters. Zinafaa zitolewe. Wewe unapohusika utoe posta zako ukitazamia siku ya uchaguzi ipate kutimia. Kwa hivyo ni sehemu ambayo tutahitaji hali ya utulivu na kadhalika. Na kama tume ndani kwa ndani, unajua nimekupa tu zile timelines. Ndani kwa ndani kuna kazi, shughuli nyingi ambazo zinafanyika. Tume inaendesha. Sijakueleza mambo ya voter education. Sijakueleza mambo ya stakeholder engagement. Hizo zinaendelea tu continuously. Sasa kufikia pale tunaingia sasa tutakuwa tumeidentify zile tallying center zetu na pia kugazette polling station. So tutakuwa tumefanya mapping vizuri, tumegazette returning officers, tumesha teua wale ambao watasimamia kura. All systems are set. Pale ndugu yangu tarehe 10 tunaingia sasa tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka wa 2027. Vituo vinafunguliwa saa 12 asubuhi, vinafungwa jioni. Hapo ni general election. Sasa tutakuwa tumetimia katika zile timelines zetu ama vipindi vyetu tunapojiandaa kwa ajili ya uchaguzi. Naam, mtazamaji, yani imekuwa nzuri sana. Japo nasema kwamba time flies when you're having good time. Natumai kwamba umeweza kuelimika kuhusiana na masuala mbalimbali. Tumesafiri katika mviringo mpaka tukafika pale at the end, ama tukafika pale mwisho ambapo kampeni inapigwa na kuingia katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Sote tutimiza ndoto. Jina langu ni Godson Nyongesa, mkipenda wananiita Vice Chairman, na ukasema ukiabbreviate wananiita VC. Kweli yako nani? Kuanzia saa 3 upate maarifa na uchukue hatua. Tujielimishe, maarifa yanayobadilisha maisha.